Shalom. Naomba nianze na swali moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu, kwa nini unawaleta watu kwa Yesu? Hili ni swali langu. Kwa nini wewe unawaleta watu kwa Yesu? Watu wengi wanaweza kuwa wanaliona hili swali kuwa ni jepesi, lakini wengi wanashindwa kulijibu hili swali kwa vitendo. Kanisa la Tanzania limekufa, kanisa la Tanzania limedorota, kanisa la Tanzania limelegea kwa sababu ya hili swali. Kwa nini wewe mtumishi unawaleta watu kwa Yesu? Ukisoma maandiko matakatifu, hili ni agizo pekee ambalo Yesu aliagiza mitume walifanya. Akasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kumbe swala la kuwaleta watu kwa Yesu, swala la kuwarudisha watu waliopotea kuja katika ufalme wa Yesu, ni kuwafanya hawa watu wawe wanafunzi wa Yesu. Ni namna gani hawa watu wanaweza kuwa wanafunzi wa Yesu? Ni katika msingi wa neno lake. Sasa tumekuwa na watumishi ambao wanawaleta watu kwa Yesu kwa sababu kuu moja. Wanawaleta watu kwa Yesu kwa sababu ya kuwa na idadi kubwa ya namba makanisani. Aidha inaweza kuwa kwa sababu ya wapate mapato au sadaka. Injili inasema wewe, kuna watu walihubiri injili kwa sababu ya matumbo yao. Paulo alisema. Kwa inawezekana huyu mtu anawaleta watu kwa Yesu kwa sababu ya matumbo yake, kwa sababu ya faida zake, au kwa sababu ya interesti zake. Lakini huu sio mpango wa Kristo wa wewe kuwaleta watu kwa Yesu. Mpango wa Kristo wa wewe kuwaleta watu kwa Yesu ni kuwafanya hawa watu wawe wanafunzi wake, au kwa lugha nyepesi ni hawa watu kufanana naye. Anasema alitoa huduma 5 ili kuwakamilisha watu wafanane naye. Kwa swala la wewe kuwa mtume ni kuwafanya mtu mmoja afanane na Yesu, ni kumfanya mtu mmoja ambaye alichafua hekalu la Yesu, ni kumfanya mtu asafishike na apate uhalali wa kutunza Roho Mtakatifu ndani yake. Sasa wakati tunaendelea kuwaleta watu kwa Yesu, tukumbuke pia kushindana kuwafanya hawa watu waishi maisha matakatifu. Tumekuwa na watumishi ambao wanashindana kuwaleta watu kwa Yesu, lakini hawashindani kuwafanya hawa watu wafanane na Yesu. Wakati tunawaleta watu kwa Yesu, tunasema kanisa fulani lina juhudi katika kuwaleta watu kwa Yesu. Kanisa fulani lina juhudi katika maongezeko ya watu kuhudhuria ibada zao. Basi tuone na hao watu wakiishi maisha matakatifu. Tusiishie tu kuwa na watu wengi, tusiishie tu kuwa na members wengi kanisani, alafu hao members ni kielelezo cha tabia za kishetani, ni kielelezo cha shetani ndani ya kanisa, jambo ambalo sio zuri. Wakati unaleta watu kwa Yesu, basi wafanye wawe wanafunzi wa Yesu. Wakati unaleta watu kwa Yesu, basi wajenge wafanane na Yesu. Huu ndio utakuwa ni msingi pekee ambao utaimarisha kanisa la Tanzania, utaimarisha kanisa la dunia, utaimarisha kanisa la Afrika kwa ujumla. Mungu akubariki mtumishi. Mungu akutunze katika huduma yako. Wajenge watu katika utakatifu, kwa sababu Yesu karibia anarudi. Kigezo hakitakuwa wewe ulikuwa na watu wengi. Paulo anasema atakayevishwa taji ni kwa yule aliyefanya kazi ya kumuimarisha mtu. Kwa hiyo inawezekana ukawa na mtu mmoja, ukawa na watu wawili, ukawa na watu watatu, ukawaimarisha hao. Yule mwenye watu 1000 asivishwe taji, wewe ukavishwa taji, kwa sababu wewe ndio umefanya kazi ya Bwana. Yule amefanya kazi bure kwa ajili ya matumbo yake. Mungu akubariki. Mungu akutunze mtumishi wa Mungu. Safari hii ni safari ambayo inahitaji utakatifu. Kipaumbele chetu kiwe ni utakatifu. Tunavyowaleta watu kwa Yesu iwe ni utakatifu. Tunavyoleta watu kwa Yesu, akili yako, spiriti yako, nguvu yako iwajenge katika utakatifu. Utapata watu sahihi na Yesu atakuwa proud na maisha yako. Mungu akubariki. Mungu akutunze. Amen.